Majina yangu mimi naitwa Frank Mangati. Ndiye mgombea wa udiwani wa Chama cha Mapinduzi kwenye kata hii hapo. Tumeshuhudia wananchi kwa wingi sana wana imani na wewe. Unahisi labda ni kwa nini sasa lundo la watu wengi sana wana Mustafa wana Pugu wamekuwa kikuamini moja kwa moja hususan katika sera zako? Cha kwanza, imani haiji kwa bahati mbaya. Imani inakuja kwa sababu watu wanashirikiana. Na sisi kwenye kata ya Pugu tunaomba hizi kula zinatafutwa kwa nasaba. Nikizungumza nasaba ni kwa sababu hawa watu tunaishi nao kila siku. Yaani sio kwa sababu kuna uchaguzi leo ndo tunaenda kuomba kura. Maisha yao ya kila siku tunaishi pamoja kama familia. Wakilia tunalia nao, wakicheka tunacheka nao, wakiwa na kigodoro tunacheza nao kigodoro. Ndio sababu unaona wanapugu wengi wana imani kubwa na Chama cha Mapinduzi, lakini wana imani kubwa na wagombea wa Chama cha Mapinduzi nikiwemo. Kipi kipaumbele chako ambacho unaenda kukifanya sasa katika wakazi wa Pugu? Vipaumbele viko vingi. Cha kwanza tumesema elimu. Elimu kwa maana tunakwenda kuboresha shule zetu ambazo zipo, lakini kwa hapa Mustafa ambapo leo tumefanya mkutano, hapa hakuna shule ya msingi na tumesema tunakwenda kujenga shule ya msingi. Lakini tumefanya mobile campaign leo, tumezunguka kwenye kata hii. Tulikuwa kule Kimani. Ukienda Kimani kule utaenda kujua wananchi wa Kimani wana shida nyingi ambazo wanapaswa kiongozi ambaye anafanya kutoka kwenye sakafu ya moyo wake. Na sisi tumewaahidi watu wa Kimani tunakwenda kujenga zahanati. Watu wa Kimani kule hawana maji. Ni jukumu letu sisi kama viongozi wao kuhakikisha wanapata maji. Watu wa Kimani wao wanajua maji wale wanakunywa maji ya mabati, maji yale ya visima vile. Mimi nakunywa nao mchana, asubuhi, jioni, mimi nakesha nao. Na ndio maana mimi watu wa Kimani wananiita CDA. Na unajua CDA ni nini? CDA ni mtoto wa nyumbani. Na wao ni wananiita mimi CDA. Kwa mimi wajibu wangu ni kwenda kuhakikisha imani yao na kwenda kuilipa imani kwa imani. Imani inalipwa kwa imani, vitendo na matendo. Na mimi niko tayari kwenda kushirikiana nao. Mimi natambua kwamba huu diwani ni wa wananchi wa kata ya Pugu ambao tuko 41,797, lakini anakuwepo mmoja ambaye anakwenda halmashauri. Hatuwezi kwenda halmashauri watu wote. Sasa wananchi wa Pugu kuna mmoja ambaye analizaa hiyo. Mimi ndo nimepata ridhaa hiyo. Kikubwa anachotakiwa kufanya ni kuniombea niwe na afya njema, lakini pia cheo kisinivae. Hiki cheo ni chetu wote. Tunatakiwa tufanye kazi kwa ajili ya wananchi wetu wa kata hii ya Pugu. Wananchi wa kata ya Pugu sio wananchi wabaya, wananchi wana imani na viongozi wao. Kazi tunatakiwa sisi kwenda kuifanya ni kwenda kuilinda ile imani ambayo wao wanayo kwetu sisi. Na huo ni wajibu wetu kabisa, sio wa kutuomba. Ni wajibu wetu wa majukumu yetu ambayo tunapaswa kwenda kuyafanya. Watu wa Pugu wanao malalamiko mengi. Kwa mfano kwenye swala la takataka, wananchi wanalalamika kwamba takataka bei ni kubwa. Na mimi sisemi watu wasizolewe taka. Kuzoa takataka ni takwa la kisheria. Sawa? Kwa hiyo swala la kisheria alipaswa kuliletea urafiki. Lakini mimi ninachosema akili ya kawaida ya kibinadamu, haiwezekani leo mtu analeta takataka kutoka Buguruni analeta kwenye dampo Pugu analipa 2,500. Anatoka Ilala analeta takataka dampo analipa 2,500. Anatoka Vingunguti analeta takataka Pugu analipa 2,500. Anatoka Kinondoni analeta takataka Pugu analipa 2,500. Kwa nini watu wa Pugu wanatoka Pugu wanakwenda Pugu wanalipa 2,500? Hilo ni jambo ambalo tunapaswa kukaa kulizungumza kwa maslahi mapana ya wananchi. Wananchi wanabeba mzigo mkubwa kwa maana ya ule usafirishaji na utendaji kazi ule. Tunapaswa wananchi sisi wa Pugu tupunguziwe kidogo, kwa sababu sisi sisi ndo tunafanya kampeni, tunazunguka kwa watu, wananchi wanalalamika hawatendewi haki. Kwa hiyo haki yetu sisi, hatukatai kulipa bei ya taka, lakini hatupaswi kulipa bei sawa na watu wanaotoka nje ya kata yetu. Sisi dampo liko kwenye kata yetu. Kwa hiyo tunategemea tupate unafuu kwa sababu tunaishi na hilo dampo hapa. Kwa hiyo sisi ni wajibu wetu kusimamia ili wananchi wapate lili. Tunakaribia sasa kwenda katika uchaguzi mkuu, Mheshimiwa Frank Mangati. Tunaomba sasa tuambie nini rai yako kwa wananchi au wakazi wa Pugu? Mimi rai yangu kwa wananchi wa Pugu, tujitokeze kwenda kupiga kura. Tupo 41,797, tujitokeze kwenda kumpigia kura Daktari Samia Suluhu Hassan. Tujitokeze kwenda kumpigia kura Jerry William Slaa. Tujitokeze kwenda kunipigia mimi kura za ndio. Na wasiwe waoga.
rais jana amezungumza kama rais, hakuzungumza kama mgombea, amezungumza kama rais, kusema nchi iko shwari, amani ipo kubwa, jeshi la polisi limejipanga kuhakikisha wananchi wanaokwenda kupiga kura wanarudi nyumbani salama. Wito wangu wa Wanapugu na viunga vyake, waende wakapige kura, wakimaliza warudi nyumbani. Kazi ya kulinda kura sio ya kwao, kazi ya kulinda kura ni ya kwetu sisi wagombea na mawakala wetu. Watu watimize wajibu wao wa kupiga kura, warudi nyumbani, wasubiri matokeo. Shukrani sana kwa muda wako. Asante sana. Naam, mtazamaji wa Sanga Media, nadhani nilikuwepo hapa maeneo ya Pugu kwa Mustafa. Tulikuwa tukiletea update mbalimbali. Tulikuwepo hapa kuanzia tangu asubuhi kuweza kukuletea kila kinachoendelea kutokea katika maeneo haya. Nimeweza kuzungumza na Mheshimiwa Jerry Silaa ambaye yeye ni mgombea ubunge katika jimbo hili la Ukonga, lakini bado pia sikuacha hivi hivi. Nikaamua kuzungumza na Mheshimiwa Frank Mang'ati ambaye yeye ni mgombea kijiti kile cha udiwani katika kata ya Pugu. Hivyo tumefika tamati wa matangazo haya moja kwa moja. Nini unatakiwa kufanya ni kusubscribe channel yetu ili uweze kuwa wa kwanza kuweza kupata taarifa zetu mbalimbali ambazo tulikuletea kiganjani mwako. Shukrani sana. Nyuma ya kamera Director Kesi ambaye nilikuwa naye tangia asubuhi mpaka muda huu. Shukrani sana. Ciao.